Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Napenda niwasalimu kwa jina la Yesu. Popote ambapo mnanisikia, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Leo nimekuja nikiwa na ujumbe mfupi sana wa neno la Mungu kwa habari ya maisha yetu tulionayo hapa duniani. Tukisoma kwenye kitabu kile cha Mhubiri na ile sura ya 12 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla siku mbaya hazijaja wala miaka haijakaribia, utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kabla ya jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu Sulemani akiwa anaelezwa kwa habari ya maisha ya duniani, kwamba mwanadamu amkumbuke Muumba wake siku za ujana wake. Kwa nini Mungu anasema na Sulemani kwa habari ya ujana? Mungu aliona nini kwenye ujana mpaka akatutaka tumwamini au tumjue au tumkumbuke kwenye ujana wetu? Kwa sababu ujana ndipo sehemu kamili ya maisha ya mwanadamu. Ujana ndiyo sehemu pekee ya kukontrol maisha ya mwanadamu. Ukishindwa kuyakontrol maisha yako kwenye ujana, utegemee mbele ya maisha kuna majuto, kuna mateso, kuna maumivu. Ndivyo kuna watu hawakuandaa vizuri ujana wao, lakini mwisho wanapata shida, mwisho wanapata mateso. Wengine wanaona hata raha ya kuishi haipo tena, wengine hata raha ya kuendelea na maisha haipo tena, kwa sababu walifikiri nguvu walizokuwa nazo kwenye ujana zitaendelea mpaka watakapozeeka. Kumbe tunaanza kujua kwamba katika maisha ya mwanadamu ujana ndiye njia pekee ya kuyaseti maisha yako. Kwa ukiwa kijana una nguvu, ukiwa binti una nguvu, ukiwa kijana una elimu yako, ukiwa binti una sura yako nzuri, manake natakiwa uitumie vizuri, kwa sababu majira uliopewa na Mungu ya ujana ndiyo ya kuleta matokeo chanya katika maisha yako yote. Ukikosea maisha yako kwenye ujana, umechezea mfumo wa maisha. Ndivyo kuna mabinti waliingia vibaya katika mfumo wa ujana, wengine wakabeba mimba utotoni, wengine tu ndivyo hivyo wakaachika ndani ya ndoa bila maelezo, wakazani tu kwamba sura zetu hizi kwa sababu zinapendeza, yamkini watabaki nazo kama zilivyo. Lakini bahati mbaya, kwa kadri miaka ilivyokuwa inaendelea, ule uzuri na shepu na mazingira ya kupendwa yakawa na chuja. Kwa unapokuwa na confidence ya maisha yako, inatakiwa ujitahidi sana kujionyesha kwamba Mungu anakaa ndani yako, ili usije ukateseka mbele ya safari. Kwa mjue sana Mungu, na Mungu akubariki.